Lakini mbone hasemi na za Heche ni salama? Kwa sababu sisi tunachotaka kujua za Heche hapa. Kwani kuzungumza hili jambo la Heche, sijui nini Heche, sijui kitu gani Heche, yani tuchimbe kisima cha Heche mpaka tukute kweli hakuna maji. Tukate tamaa. Lakini wakija kuzungumza, ameulizwa hapa Mahinyila, kwa Heche vipi? Yani sisi tukae tunamjibu yule Mchome, tumjibu sisi. Sasa Mchome ndo kakwambia umekaa uchi. Sasa jicheki mbuni vipi? Ndo wanavyosema. Ukiendelea kuambia jamani, mbona inaonekana hizi hela zimechukuliwa, kapewa jamaa kinyume cha utaratibu, ndo zinakuja hoja. Wapo hapo chini hapo vijana wa Gen Z hapo kwenye ofisi yenu chini hapo, nilikutana nao kina Niko, yuko yule Azizi pale, bwana mkubwa kabisa pale, wote na wenyewe wanasema mbona trilioni ngapi zimelika, ampigi kelele. Mnakuja kupiga kelele kwenye hizi tu milioni ngapi zilizo nani. Sasa ulinganifu huo mimi ndo siutaki. Kwa sababu Heche tunamtaka awe mtakatifu, na sio mtakatifu kamili, ili tumkabidhi jukumu yeye na timu yake, waje wawatoe hawa ambao wapo kwa ajili ya kuwatoa, ili sisi wananchi tuwe salama. Sasa hawajafika huku. Ndio maana kuna waziri mmoja aliwaambia hawalalamiki ufisadi kwa sababu hawako jikoni. Wewe ukamkali kweli. Master, ulikuwa mkali kweli kweli. Ukasema waziri gani? Mambo gani hayo? Eti kwa sababu hawa hawajaingia kweli. Lakini ishara hizi za kama mtu sio mwaminifu kwenye kidogo, anawezaje kuwa mwaminifu kwenye kikubwa? Sasa maana yake ni kwamba tunachotaka Heche awe msafi. Sasa sisi tukisema jambo ni sehemu ya wanufaika. Tunachohitaji Chadema iwe safi. Hilo ni jambo la pili. Mwenyekiti, la tatu la mwisho la kumalizia ni hizi tuhuma hizi za hela kutumika kuvuruga chama. Hizo hela huwa zinatokaga wapi? Chadema wanalalamika kwamba kuna hela zinaingizwa, kama alivyosema Master, akiwepo mwenyekiti wao alisema kuna hela zinaingizwa kuvuruga chama. Zinatoka wapi hizo hela? Hatuambiwi. CCM nao wanalalamika kuna hela zinaingia kuvuruga nchi. Zinatoka wapi? Bora wao wanasema angalau kwa kupapasa kwamba kuna mabeberu. Sasa mabeberu wenyewe sijui ya mbuzi au ya kondoo, mimi sijui. Lakini angalau wanasema kuna beberu. Sasa hawa Chadema hawa, nani anayekivuruga chama? Manake watuambie moja kwa moja sisi tunaofikiri kwamba kumbe CCM ndio wanaokivuruga chama cha Chadema. Sasa kwangu mimi nahitimisha hivi, ikiwa CCM wanaivuruga Chadema, mimi nawapongeza kweli. Na waendelee kuivuruga kwa sababu ndio kazi yao. Kazi ya CCM sio kuirutubisha Chadema. Kazi ya CCM ni kuivuruga Chadema. Na mimi nasema CCM kama wanaivuruga, na wapongeza kweli kweli. Hao wanaotukana watukane mpaka wachoke. Kwa sababu mwisho wa siku ukifanikiwa kumvuruga, tangu lini Chadema na CCM ni marafiki? Manake kama ukimuona una uwezo wa kumvuruga adui yako kwa mbinu yoyote, kwa jambo lolote, tutakupongeza sana. Na mimi naipongeza CCM kweli kweli kwamba kama Chadema wanakiri kuvurugwa na CCM, ndo kazi ya CCM kuivuruga Chadema. Na Chadema, na kama CCM wanalia wanavurugwa na Chadema kwa kupitia sijui mabeberu, na wapongeza na Chadema vile vile kufanikiwa. Kwa sababu hivi ni vyama shindani, vinashindania dola. Tangu lini wanaoshindania dola wanarutubishana? Sasa ni kila mmoja kuwa makini. Je, anavurugwa au havurugwi? Usipovurugwa utashinda, ukivurugwa ushindi. Ndivyo ilivyo. Wala hatuzungumzi hapa kuzungumzia mambo ya kuhongwa. Mimi nani ananihonga? Na kama ingekuwa ananihonga niache kufanya, na mimi nimwambie mama tusherekee miaka mingapi ya ndoa yetu na mimi nikapanda chopa. Mbona mimi sifanyi hivyo? Kama ningekuwa napewa hizo fedha na CCM wananipa, basi na mimi ningekuwa mahala na napanda chopa. Kwani mimi sipendi kupanda chopa. Lakini tunazungumza vitu vya msingi. Na niliwaambia hapa, angalieni maadui waliomo ndani ya chama chenu, waangalieni. Msikubali kuwa wanyonge kila siku, mnatumiwa nyinyi kwa nyinyi mnajikanga. Nyinyi kwa nyinyi mnajikanga. Kitakuwa ni chama gani hicho?
lazima mtengeneze taasisi yenye nguvu. Wakimfuata mtu kama Mandela, wanamwambia Mandela, sisi tumekuja kukununua kwamba utoke jela kwa kesho asubuhi, lakini uachane na habari hizi. Akawaambia sitachukua shilingi ya kwenu. Walimfuata Tundu Lissu kwa kauli yake na mahela chungu mbovu, wakamwambia mwenyekiti, tumekuja kukupatia fedha za kuuaga umaskini sisi hapa. Lakini kwa sababu Tundu Lissu ni mtu mwenye msimamo, akawaambia wewe uniletee fedha mimi? Hapana. Tundu Lissu yuko gerezani kwa ajili ya Chadema, sio kwa ajili ya heshima yake. Yuko gerezani kwa ajili ya heshima ya Chadema. Lakini leo hapa tu katikati hapa, au huyo mtuhumiwa mwingine ambaye anaonekana na yeye alitoka kwenye kikao, Lema, alichokiandika wewe unakijua na ulisoma wewe. Sasa hayo wewe usemi, lakini yule naye kakaa kimya tu, kana kwamba kinachoendelea hakusema. Yani hivyo, yani yupo tu, ameshiba ana njaa yani yupo tu, hatuelewi. Sasa lazima tuwaambie haya mambo, tunawaeleza kwa nia njema. Kwanza kwa nia njema ya nchi, pili kwa nia njema ya hivi vyama. Hatuwezi kuwa na vyama tu vinavurugana alafu tukafikiri kwamba tutakuwa na maendeleo thabiti. Haiwezekani. Lazima, mbone wenzetu Ghana wanaweza. Unakaa pembeni, mwingine anaingia. Unasikia mwenyekiti? Na mimi nichombeze tu kwamba mimi nilipozungumza habari ya tuhuma za Heche na ripoti ya CAG, yani nilikuwa nafananisha tu. Yani mimi nahimiza uzalendo. Uzalendo ni kitu cha msingi kabisa katika nchi hii. Na uzalendo ndio utatufikisha kule tunapokwenda. Yani haiwezekani Heche kala ya milioni 50 pale sijui 100 au 30, watu wanafanya press conference chungu mzima huko. Alafu mkaguzi wa hesabu za serikali anasema trilioni 7 hazijulikani zilipo. Hakuna hata mmoja anayefanya press conference. Yani